wa uzao wa mwanamke kuponda kichwa uzao wa nyoka, tunaona Mungu alianza kuthibitisha huo mpango kwa vinywa vya mashahidi ambao ni manabii wake, kama neno la Mungu linavyosema, kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu itathibitika. Naona nabii Isaya akathibitisha, Mika na manabii wengine. Lakini tunaona hakuishia tu kutangaza huo mpango, kwa sababu Mungu ni Mungu anayetimiza kila alichokisema. Maandiko yanasema Mungu analiangalia neno lake apate kulitimiza. Kwa hiyo tunaona aliweza kutimiza pia huo mpango wake wa kudumu wa ukombozi. Tunaona Yesu akazaliwa na tayari akaanza kazi ya kuokoa wanadamu, na tangu alipoondoka kuna watu wengi ambao tayari wameshaokolewa na bado wengine wanaendelea kuokolewa. Lakini tunaona upendo wa Mungu pia unawahakikishia waamini uwepo wake hadi ukamilifu wa dahari. Yaani tunauona upendo wa Mungu kwa sababu ametuhakikishia sisi waamini ya kwamba atakuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Ndivyo alivyofanya alipowapa agizo kuu wanafunzi wake kwenye ile Mathayo 28 na kuendelea. Lakini kwenye Isaya anasema ujapopita katika miali ya moto haitakuunguza, katika mito haitakugarikisha, kwa sababu nitakuwa pamoja nawe. Na tukazaburi pia anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa sababu wewe uko pamoja nami. Gongo lako na fimbo vyako vyanifariji. Haleluya. Kwa hiyo hapo tunaona hayo ambayo ametuhakikishia yanatupa uhakika wa wokovu na uponyaji wa Mungu kwa kwetu sisi wanadamu ambao tumepotea. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na baada ya kuhakikishiwa sasa, tunaona kazi ya Yesu inakuwa imeisha kutokana na huo uhakika, si ndio? Sasa kinachobakia ni sisi. Haleluya. Na katika Biblia ukisoma unaona Yesu alikuja kwanza kwa malengo makubwa mawili. Mungu atusaidie sana. Hebu tufungue kwenye Marko 2. Marko sura ile ya 2. Marko sura ile ya 2 mstari ule wa 5 na wa 9. Wewe unaweza ukasoma tu hiyo sura yote ukiwa nyumbani, lakini hapa tunaweza kusoma kwanza ule mstari wa 5 na wa 9. Mstari wa 5 tunasoma hivi: naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupoza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Ule mstari wa 9, vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupoza umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka ujitwike godoro lako uende? Sasa hapa ukisoma kuna habari ya watu 4 ambao walikuja na kitanda wakiwa wamembeba mwenye kupoza, wakimleta kwa Yesu ili amponye. Na walipofika kwenye ile nyumba wakakuta watu ni wengi sana, hakuna hata njia ya kupenya kumfikia Yesu. Maandiko yanasema wakaamua kupanda juu ya dari, wakatoa sehemu, wakaenda pale pale ambapo Yesu alikuwepo, wakatoboa, alafu wakashusha kile kitanda kwa kamba. Na ndio maandiko yanasema Yesu alipoona imani yao akamwambia huyu mwenye kupoza, umesamehewa dhambi zako. Ukiendelea kusoma hapo, waandishi na Mafarisayo, kwa sababu walikuwa
wao wanakanusha kwamba Yesu sio Mungu, kama watu wengine ambao wanaendelea kukanusha sasa hivi na kusema Yesu sio Mungu. Wakasema mwenye uwezo wa kusamehe ni Mungu peke yake, wakamwambia Yesu amekufuru. Sasa tunaona Yesu anawauliza swali, kipi rahisi? Kumwambia huyu amesamehewa dhambi zake, au kumwambia jitwike godoro lako uende? Yesu alikuwa na maana kwamba huyu aliyepoza simemleta kwangu, lakini mimi ninapomwangalia naona ana matatizo mawili. Nyie mnaona tatizo moja la kupoza tu, lakini mimi ninaona kuna tatizo jingine. Huyu mtu anahitaji kusamehewa dhambi zake, na kuna matatizo mengine, magonjwa yanayosababishwa na dhambi. Yaani anakuwepo tu pale kwa sababu ya dhambi ambayo mtu alikuwa ameifanya. Yaani alifungulia mlango, lile tatizo likaingia. Na ili hilo tatizo liishe ni mpaka pale kwanza atakapokuwa amesamehewa zile dhambi. Sasa Yesu alipoona wale Mafarisayo wakinung'unika kwamba huyu Yesu anakufuru, kwa nini anasema kwamba umesamehewa dhambi zako? Yesu anamwambia lipi jepesi? Yaani kuna ugonjwa lakini kuna kusamehewa dhambi. Ni lipi jepesi na ni lipi ni gumu? Moja kwa moja lililo gumu ni la kusamehewa dhambi, ndilo ambalo ni gumu, kwa sababu hata ukiponywa mwili, hata yule aliyepoza angeponywa mwili, lakini mwisho wa siku angekufa, na mwili ungeenda wapi? Ungerudia ardhi. Lakini kama kusamehewa dhambi zake, ina maana baada ya kufa, baada ya mwili kutengana na roho, ni wazi kwamba ile roho itendayo dhambi ndiyo ambayo ingekufa katika dhambi na kukutana na hukumu kule. Lakini tunaona Yesu aliona ya kwamba kumfungua yule mtu, kumponya yule mtu ni kitu rahisi, sawa, kwa sababu alishawaponya wengi. Kuna wengi walikuwa wanaletwa pale, anawaponya miili yao, lakini anaona amponye, amsamehe huyu dhambi, ambalo ni jambo kubwa zaidi. Kwa hiyo alionyesha ya kwamba kusamehewa dhambi ndio jambo gumu. Kwa hiyo huyu aliyepooza, ina maana tunasema alipokea miujiza miwili kwa wakati mmoja. Roho yake iliguswa kwa kusamehewa dhambi, lakini pia hata uponyaji aliupata, kwa sababu aliondoka pale akiwa amejitwika nini? Godoro lake. Hakuwa tena tegemezi, hakuwategemea tena wale watu waliomleta. Unajua kuna wakati watu wanasema ukibebwa na wewe bebeka. Sasa ona, watu wamefanya kazi kubwa, wamemtoa kule walikomtoa, wamekuja hapa, wangeweza kusema kwamba si wewe, wangemwambia hata yule aliyepoza, wangemwambia si unaona watu wamejaa, wangekuwa na udhuru, wangemwambia sasa tutapitia wapi? Lakini unaona walichokifanya, hizo jitihada. Yesu alipoona jitihada zao, akampa miujiza yote miwili, akamtendea miujiza yote miwili yule mtu aliyepooza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Akasamehewa dhambi, lakini pia akaponywa ugonjwa wake, akawa na uhakika wa wokovu wa Yesu. Lakini tunapomwangalia pia kipofu kwenye ile Yohana sura ya 9,
sura ya 9 Yohana mstari wa 6 na wa 7 na ule wa 27 na ule wa 35 mpaka 36. Wewe ukipata muda unaweza kusoma kote. Mstari wa 6 mpaka 7 tunasoma hivi: akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Siloamu, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Sawa. Mstari ule wa 27 na ule wa 35 mpaka 36. 27, akawajibu, nimekwisha kuwaambia wala hamkusikia. Mbona mnataka kusikia tena? Ninyi nanyi mnataka kuwa wanafunzi wake. Mstari wa 35 mpaka 36. Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje, naye alipomwona alisema, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana nipate kumwamini? Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Yaani hapa tunaona huyu kipofu, na yeye pia kama ilivyokuwa kwa yule aliyepooza, na yeye alitendewa miujiza yote miwili. Sawa, alikuwa kipofu, macho yake yakaona, macho ya kimwili. Lakini tunaona jambo jingine hapa, akamwamini Yesu. Ukisoma hapo unaona wale waliokuwa wanamuoji wakikana ya kwamba Yesu sio Mungu. Unaona ushuhuda wake uliwadhihirishia kwamba ameamini. Unaona hapa anaulizwa na Yesu, baadaye wakaja wakakutana tena na Yesu. Anaulizwa, unamwamini mwana wa Mungu? Anasema, ni nani Bwana nisimwamini? Ina maana anasema tayari na yeye ameshaokoka. Hakuishia tu kuponywa upofu wake, lakini tayari ameshaokoka. Amepata miguso yote miwili. Ameguswa macho, ameguswa mwili, macho ya kimwili, lakini pia ameguswa pia na macho ya kiroho. Ameona ya kwamba Yesu ni Masihi, Yesu ni Mwokozi. Lakini ukisoma pia kwenye Yohana 4:28-29 unapata habari za mwanamke Msamaria. 4:28-29. Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, inawezekana kuwa huyu ndiye Kristo? Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona na huyu mwanamke Samaria, mwanamke kahaba, aliguswa na akawa na uhakika wa wokovu wake. Ukisoma sasa hapo tumeona mifano ya hawa watu watatu. Kipofu, kwanza tumeona mfano wa kwanza ni yule mwenye kupoza kwenye Marko 2, lakini tunaona mfano mwingine wa kipofu, lakini tunaona mfano wa tatu wa mwanamke Msamaria. Na hiyo mifano inawakilisha watu wote, inawakilisha watu wote wa ulimwengu huu, ikiwemo wewe na mimi. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Tunaona hawa wenzetu walifanikiwa kupokea hiyo miujiza yote miwili, kusamehewa dhambi zao, wakawa na uhakika na kusamehewa dhambi zao, wakawa na uhakika wa kuponywa
magonjwa yao, na sisi pia tunapaswa kuwa hivyo. Timotheo wa pili, haleluya. Timotheo wa kwanza 2:3-5 tunasoma hivi: Timotheo wa kwanza 2:3-5. Hili ni zuri. Unasikia anavyosema? Hili ni zuri ambalo lilimtokea nani? Yule kipofu, lilimtokea yule aliyepoza, likamtokea mwanamke Msamaria, likanitokea na mimi, likakutokea na wewe uliyeamini, uliyezaliwa mara ya pili. Anasema hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Haleluya. Utaka watu baadhi waokolewe? Hasemi baadhi watu wanaotakiwa kuokolewa, anasema anataka watu wote waokolewe. Yaani mapenzi ya Mungu ni watu wote waokolewe. Ni kama mwalimu anapofurahia kufaulisha wanafunzi darasa zima, kwamba wote wamefikia ufaulu uliokuwa unatakiwa. Ndivyo na Mungu anavyotaka. Na ndio maana sehemu nyingine anasema siku hizi za mwisho wengi watakuja na dhiaka zao wakisema, iko wapi ile ahadi ya kurudi kwa Yesu? Mbona mmesema Yesu atarudi na hawezi kurudi? Lakini anasema kama Yesu arudi ni kwa sababu anawavumilia watu ili waweze kufikiria nini? Toba. Sio vinginevyo. Ni kwamba tu anawavumilia, anazidi kuwavumilia ili waweze kufikiria toba, ili kila mmoja afikirie toba. Kwa hiyo kama sasa tumeona ya kwamba Mungu hutaka watu wote waokolewe, tayari tuna mifano ya huyu mwenye kupoza. Yeye aliokolewa sababu Yesu alimtangazia msamaha, kwamba amesamehewa dhambi zake, na aliponywa pia. Lakini pia yule kipofu aliponywa macho yake, lakini pia tunaona alimkiri Yesu. Hata alipokutana na Yesu anaulizwa, anaambiwa, unamwamini Mwana wa Mungu? Anasema, ni nani Bwana nipate kumwamini? Yaani sina mwingine wa kumwamini isipokuwa ni Yesu. Lakini tunaona hata yule mwanamke Msamaria aliamini, akawa ameokolewa, na siku ile akawaleta watu wengine kwa Yesu. Lakini kama ambavyo tumesoma, maandiko yanasema kwamba Mungu hutaka watu wote wafanye nini? Waokolewe. Kwa hiyo kuna mifano mingi ya watu waliookolewa, walioponywa, lakini hii mifano mitatu itatusaidia. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Itatusaidia hatua ambazo walizichukua na wakaweza kufanikiwa hawa watu. Jambo la kwanza ni kusikia neno la Kristo. Haleluya. Hatua ya kwanza ni kusikia neno la Kristo. Warumi sura ile ya 10 mstari wa 17 tunasoma hivi: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Haleluya.
Jina la Bwana libarikiwe. Ule mstari wa 14 anasema, basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Kwenye Injili ya Yohana pia sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2 tunapata habari za Nikodemu. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemu, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa kwanza ya kupokea wokovu na kusamehewa dhambi na kuponywa ni kusikia neno la Kristo na kuamini. Lakini jambo la pili, sio tu kuamini, lakini ni kuamini kwa moyo wako wote. Sio tu kuamini ili mradi, ni kuamini kwa moyo wako wote. Kwenye Warumi sura ya 10 mstari wa 8 mpaka wa 10 tunasoma hivi, lakini anenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako, yaani ni lile neno la imani tulihubirilo. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Wale waliompeleka yule aliyepoza kwa Yesu walikuwa wameamini kwa mioyo yao yote, na ndio maana wakaamua hata kutoboa dari. Na maandiko yanasema Yesu alipoona imani yao, Yesu alipoona kwamba hawa wameamini kwa mioyo yao yote. Unajua shida, watu wengi wanasema sisi tunaamini, tunamwamini Yesu, lakini hawamwamini kwa mioyo yao yote. Watu wengi wanasema wanampenda Mungu, lakini hawampendi Mungu kwa mioyo yao yote. Na ndio maana maandiko yanasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Ina maana kuna wengine wanaoamini nusu-nusu, hawaamini kikamilifu. Mungu atusaidie sana, tuondoke kwenye hilo kundi la kuamini nusu-nusu. Lakini ukisoma kwenye Matendo 8:36-37 habari za yule towashi aliyekutana na Filipo, aliamini, alisikia neno la Mungu na akaamini kwa moyo wake wote. Matendo 8:36-37 tunasoma hivi, wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Unaona hapa kuna ubatizo na kuna kuamini. Kinachotangulia ni kuamini, sio ubatizo. Kuna watu wamedanganywa eti kwa sababu wamebatizwa ubatizo wa maji kwamba huo ndio utawafikisha mbinguni, lakini hawajaamini kwa mioyo yao yote. Unaona Filipo hapa anamwambia towashi, ukiamini, anaanza na kumwambia ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Hakuna kitu cha kukuzuia kuokoka, na ukisha kuokoka hakuna kitu cha kukuzuia kubatizwa, kwa sababu ubatizo ni ishara ya nje, ni tangazo linaloonyesha kile ambacho kimetokea ndani. Ni uthibitisho ya kwamba kwa njia ya mauti umekufa pamoja na Kristo na kuzikwa pamoja naye na kufufuka pamoja naye, na hapo ndipo panapokuja tafsiri ya ubatizo kwamba ni kuzika. Na ndio maana hapa huyu towashi aliona maji mengi, alifika kwenye maji mengi. Unajua, nimewahi kuona kuna watu wanaopotosha
kuhusiana na ubatizo wa maji. Nimsikie mtu anasema, kwani maji yana wingi? Yakiwa kwenye glasi si yale yale, na yakiwa mtoni si yale yale. Lakini hiyo ni kupotosha maandiko na kutokukubaliana na ukweli. Ukisoma Yesu alibatizwa kwenye mto Yordani ambapo kulikuwa na maji tele, na maandiko yanasema Yohana Mbatizaji alikuwa anabatiza watu kule Salimu kwa sababu kulikuwa na maji tele. Yaani Biblia iko wazi kabisa, inasema kwa sababu kulikuwa na maji tele. Sasa wewe unayesema maji hayana wingi, ondoa hayo maandiko sasa. Lakini unakuta tu ni upotoshaji ambao hauzingatii kanuni za kutafsiri maandiko na kuwapotosha watu. Kwa hiyo unaona hapa anasema hivi, tazama maji haya ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Haleluya. Kule kwenye Warumi anasema, kwa maana kwa moyo mtu huamini na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Anaamini nini? Unaona hiki ambacho Toashi anasema hapa, anasema kwamba mimi nimeamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye Mwokozi wa ulimwengu, ndiye aliyekuja, ndiye aliyepakwa mafuta kwa ajili ya kuniokoa, ndiye aliyepakwa mafuta kwa ajili ya kunisamehe dhambi. Kwa hiyo ninaamini hivyo ya kwamba pia alikuja akapata mateso ya msalaba, akafa kwa niaba yangu, badala yangu, na kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Na unaona anaendelea anasema, akaamuru lile gari lisimame. Huyu Toashi alikuwa na gari lake, mtu mkubwa huyo. Maandiko anasema akaamuru gari lisimame. Wakateremka wote wawili wapi? Majini. Hawakuchota maji kidogo ili wambatize. Maandiko anasema wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule Toashi, naye akambatiza. Kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo yule Toashi asimuone tena. Basi alikwenda zake akifurahi. Haleluya. Yaani yule Toashi akapata furaha ambayo hakuwahi kuipata. Ameondoka pale akiwa na furaha moyoni. Moyoni nimempata Yesu, moyoni mwangu, moyoni nimempata Yesu moyoni. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kama ambavyo tumesoma, hatua nyingine ni kukiri na kupokea wokovu. Kama ambavyo tumeona, kwa moyo mtu huamini, lakini unaamini kwa moyo, lakini kinywa lazima kiseme kile ambacho kimetokea ndani, kitamke. Na ndipo watu wengine ambapo huwa wanajidanganya, wanasema eti wao wana wokovu wa kisirisiri, wakidhani wale wanaokiri kwamba ni kama vile wanajigamba au wanajisifu. Tunapokiri ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wetu, hatujisifu, ila tunakiri kile ambacho kimetokea ndani ya mioyo yetu. Kama Yesu alivyosema, mtu utoa ya ujazayo moyo wake. Ndio maana yule mwimbaji akasema, ni sikukuu, siku ile ya kumkiri Mwokozi, moyo umejaa tele, kunyamaza hauwezi. Sikukuu, sikukuu ya kuosha dhambi zangu,
Kama Mungu amekugusa ukazaliwa mara ya pili, huwezi kunyamaza. Lakini jambo jingine ni kuelewa sio kazi yako, bali ni Mungu anayetenda kazi kupitia wewe. Tunapoangalia yule mwanamke Msamaria, baada ya kuacha ule mtungi wake na kwenda katika mji, na akafanikiwa kuwaleta watu wengi kwa Yesu, na walipokuja wakasema, sio tu kwa sababu wewe ulituambia, bali sisi wenyewe tumejiridhisha kwamba huyu ni Masihi. Kama vile yule towashi alivyojiridhisha akakubali vile alivyoelekezwa na Filipo kuhusiana na yale maandiko ambayo alikuwa anayasoma haelewi. Kwa hiyo hata yale mafanikio ambayo mwanamke Msamaria aliyapata yeye kuokolewa, na siku hiyo hiyo akawa msaada, akafanyika daraja la wengine kuokolewa, haikuwa kazi yake, ilikuwa ni kazi ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunapoelewa ya kwamba yale yote ambayo Mungu anatufanikisha ni kazi ya Mungu na kumpa utukufu, basi tunaendelea kupokea wokovu na uponyaji katika maisha yetu. Na unaona hata Yusufu kule kwenye kutafsiri ndoto anasema kutafsiri ndoto ni kazi ya nani? Ya Mungu. Sasa wakulima wanahangaika jua linapowaka, kunyesha mvua ni kazi ya Mungu, sio kazi yako. Wewe kazi yako ni kulima, kazi yako ni kupalilia shamba, wewe ni kutunza shamba. Hayo ya mvua mwachie Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Lakini tunazungumzia mambo ambayo yanatupa uhakika wa wokovu. Jambo jingine ni kushirikisha wengine ushuhuda wako, kile ambacho Mungu amekutendea. Ushuhuda unaokufanya kuwa shahidi. Naona huyu mwanamke Msamaria, yale maji yaliyokunywa akaona tofauti na yale maji yalikuwa ameyafuata pale kisimani. Maandiko yanasema akaacha hata ule mtungi wake, akaona jambo la msingi ni kwenda kuwashirikisha nini? Sio kurudi na yale maji ya kawaida ambayo aliambiwa na Yesu kwamba haya maji ambayo umekuja kuchota hapa, hata ukiyapata utaona kiu tena, utapatwa na kiu tena, lakini mimi nina maji ambayo nikikupa hutaona kiu tena. Alipopewa hayo maji, tunaona akaamua kuwashirikisha, akawa shahidi. Na vile vile hata yule kipofu na yeye pia, unaona wale waliokuwa wanamfuatilia, unaona alitoa ushuhuda wake. Wale wanasema kwamba sisi tunajua huyu ni mwenye dhambi, mpe Mungu utukufu. Yeye anasema kama ni mwenye dhambi sijui, lakini mimi ninajua neno moja, nilikuwa kipofu na sasa naona. Wanaendelea kumfuatilia, anawaambia na ninyi mnataka kuwa wanafunzi wake? Kwa sababu mimi tayari nimeshakuwa mwanafunzi wake, tayari mimi nimeshamwamini Kristo. Sasa na ninyi mnataka kuwa wanafunzi wake? Unaona, anazungumza kitu ambacho Mungu amemtendea. Kwa hiyo alitumia au aliwashirikisha wengine ushuhuda wake. Je, unawashirikisha watu ushuhuda au una hata huo ushuhuda? Lakini maandiko yanasema kila aliye na mwana nao ushuhuda ndani yake. Huo ushuhuda ulionao wa jinsi Yesu alivyokuokoa unatakiwa washirikishe wengine. Lakini jambo jingine ni uamuzi wa kutoa kipaumbele kwa jambo gumu lililorahisishwa na kazi ya Yesu Kristo. Kuna mambo yanakuwa ni magumu kibinadamu, hayawezekani. Kama ambavyo wale ndugu walifika pale wakakuta haiwezekani kumfikia Yesu wakiwa na yule mtu aliyepoza. Lakini tunaona jitihada walioifanya, na walifanya hivyo kwa sababu walikuwa wanajua Yesu ana upako wa kuvunja zile nira zilizomfunga mgonjwa wao. Na unaona walifanikiwa kweli, kwa sababu unaona yule aliyempeleka yule aliyepoza hakuponywa tu kupoza kwake, lakini pia alisamehewa dhambi zake. Aliondoka akiwa na furaha, akiwa amefunguliwa dhambi zake. Lakini jambo jingine
ni kujiweka katika daraja la juu. Napozungumzia kujiweka katika daraja la juu, ninazungumzia kujiweka kuwa mwanafunzi kwa kujitia nira laini ya Yesu. Unajua, baada ya kuamini, watu walioamini ni wengi, lakini wanafunzi wa Yesu ni wachache. Watu wengi wanaamini, lakini hawajajiweka kutoka kwenye lile daraja la kuwa mwamini wa kawaida na kuwa mwanafunzi wa Yesu. Hapo ndipo penye shida. Lakini tunaona yule kipofu aliyeponywa upofu wake alienda hatua nyingine ya kuwa mwanafunzi wa Yesu, kwa sababu mwanafunzi wa Yesu na yeye anawaambia au anashirikisha Injili, anawaambia watu wengine Injili, kama ilivyokuwa kwa mwanamke Msamaria. Tunaona mwanamke Msamaria pia na yeye akajiweka kwenye daraja la juu. Siku hiyo hiyo akaamua kuwashirikisha watu wengine. Wanasemaga, wanajitetea, wanasema sisi kuna Wakristo wachanga hawezi kushuhudia. Mkristo mchanga anaweza kushuhudia, hata shuhudia kwa kutumia neno la Mungu, isipokuwa atashuhudia kwa kutumia ushuhuda wake. Kama hapa ambapo tumeona kwa mwanamke Msamaria, yeye alisema tu, njoni mtazame mtu ambaye ameniambia nini? Siri zangu zote, mambo yangu yote ambayo nilikuwa naficha na mficha ameniambia. Sasa inawezekana huyu ndio Masihi, kwa sababu Masihi alipokuwa ametabiriwa, kuna ishara au dalili ambazo watu waliambiwa huyo Masihi atakapokuja atakuwa 1, 2, 3. Kwa hiyo huyu mwanamke Msamaria na yeye akaangalia zile alama na vile alivyotendewa, akasema huyu inawezekana ni Masihi. Hakuwa na mambo mengi, ameenda tu, njoni. Yaani yeye alipeleka tu wito, njoni muone mtu ambaye ameniambia nini? Habari zangu zote, si mnanijua mimi ni kahaba katika huu mji. Na hata wengine walikuwepo pale, walikuwepo wanawake wenzake ambao alikuwa amechukua labda waume zao. Anawaambia, jamani, si mnanijua mimi ni kahaba, lakini leo nimekutana na mwanaume sijawahi kukutana naye kama huyu mwanaume niliyekutana naye. Huyu inawezekana ni Masihi. Ni mwanaume wa kitofauti kabisa. Wanaume wengine wote tuliokutana nao walinitongoza na nikawaingiza kwenye uzinzi, lakini huyu ni wa kipekee, huyu imeshindikana. Unajua, na huyu mwanamke kutokana na tabia zake alifikiri kwamba na Yesu atamuingiza kwenye hizo tabia zake. Anaulizwa na Yesu, una mume? Anaambiwa, kamlete mume wako. Anasema sina mume. Ina maana anampa go ahead Yesu sasa, kwamba mimi sina mume, kwa hiyo ruksa, tuendelee na mambo mengine kama unataka. Lakini kumbe amekutana na mwanaume wa wanaume, akamnywesha maji yaliyo hai, ametoka hapo akiwa amebadilika, amembadilisha. Unajua, Roho Mtakatifu ambaye tunaye anabadilisha. Mimi nashangaa sasa hivi watu wananena kwa lugha lakini mabadiliko hamna. Ni lugha sio za kuigiza. Watu wananena kwa lugha, hawezi kushuhudia hata mtu mmoja kwa Yesu. Hawezi. Hiyo lugha ni lugha kweli au ni kitu gani? Mungu atusaidie sana. Haleluya. Lakini jambo jingine ni uamuzi wa kutoa kipaumbele kwa jambo gumu lililorahisishwa na kazi ya Yesu Kristo, mwenye upako wa kuvunja nira, kongwa ngumu za shetani zilizowafunga watu. Ndio hapo nimesema pia kujiweka katika daraja la juu, kuwa mwanafunzi kwa kujitia nira laini ya Yesu. Ndio point ambayo nilikuwa naendelea nayo sasa. Kwa hiyo Yesu anaposema jitieni nira yangu mkajifunze kwangu, kwa sababu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, anasema jitieni, sio yeye anayewatia watu nira. Sawa? Yaani mtu anaenda kuingia mwenyewe kuikubali nira ya Yesu, kwamba mimi nimekubali kukufuata Yesu. Ndio maana tulikuwa tunaimba ule wimbo, nimekubali kumfuata Yesu. Yaani wewe mwenyewe umekubali kwa hiari yako kumfuata Yesu, kwa kujua kwamba sasa kwenye hiyo nafasi utakuwa kwenye daraja la juu, utakuwa umeinuliwa.
Lakini jambo jingine ni kutoona haya na kutoogopa kutoa ushuhuda wa Yesu Kristo. Unaona, watu wengi hawamshuhudii Yesu kwa sababu wanaona aibu, wanaona haya. Lakini tunaona katika somo ambalo tumejifunza, hawa watu, huyu Mariamu, huyu mwanamke Msamaria, haya pamoja na kwamba yeye alikuwa ni mtu mwenye tabia mbaya, lakini hakuogopa kwenda kusema kule kwa watu wake, hata wale ambao walikuwa labda wanazini naye. Hakuona haya, hakuona aibu. Maandiko yanasema usionee aibu ushuhuda wa Yesu Kristo. Yesu anasema atakaye nikiri na mimi nitamkiri, atakaye nionea haya na mimi nitamkana. Lakini Mtume Paulo pia anasema kwa maana sionei haya Injili, kwenye ile Warumi 1:15-16. Warumi 1:15-16 anasema hivi: kwa hiyo kwa upande wangu mimi ni tayari kuihubiri Injili hata na kwenu ninyi mnaokaa Rumi, kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Unaona, Mtume Paulo alipokuwa anaenda kuhubiri aligundua kwamba kuna uweza wa Mungu unaowaletea watu wokovu kulingana na vile alivyokuwa anawahubiri. Kama ilivyokuwa kwa Filipo alipomhubiri yule towashi wa Kushi, akaletewa wokovu, yule mtu mkubwa akapata wokovu. Kwa hiyo inatia moyo kuweza kuendelea kuhubiri, kuwaambia watu habari njema. Anasema kwa kila aminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Ni kwamba mpango wa wokovu ulianza kwa Wayahudi kwanza, lakini ukaendelea kwa Wayunani, yani watu wa mataifa kama sisi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini umetufikia kwa sababu kuna watu hawakuona aibu au kuionea haya Injili. Yesu Kristo mwenyewe alisulubishwa pale msalabani akiwa uchi wa mnyama ili tu watu waweze kupona, ili mimi na wewe tuweze kupona. Angeona aibu. Ndio maana kwenye Waebrania anasema mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii. Yeye alistahimili, Yesu akuona aibu kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ili mimi niweze kuokolewa. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini jambo jingine ni moyo wa hiari baada ya kuongozwa na Yesu, unaoongozwa na dhamiri njema pasipo kushurutishwa. Haleluya. Unaona, yule mwanamke Msamaria aliongozwa na dhamiri njema bila kushurutishwa. Hata yule kipofu, na yeye baada ya kupokea muujiza wake akawa na moyo wake ulionekana. Unaona, moyo wake ukawa tofauti na wazazi wake. Wazazi wake walipoulizwa wakaanza kujitetea, kwa sababu alishaambiwa mtu yoyote akimkiri Yesu atatengwa na sinagogi. Wanasema muulizeni yeye mwenyewe, na yeye ni mtu mzima, si ndio? Lakini yeye alipoulizwa, tunaona moyo wake ulionyesha hiari ya kumchagua Yesu. Unaona, hata atakapokutana na Yesu, kwanza amemkiri kwa wale watu ambao walikuwa wanataka asimkiri, lakini vile vile anapokutana na Yesu anaulizwa, je, wamwamini mwana wa Mungu? Wamwamini Masihi? Anasema ni nani Bwana nipate kumwamini zaidi ya Masihi? Ni kama Petro anasema twende kwa nani na wewe Yesu na maneno ya uzima. Lakini jambo jingine ni kujaribu au uthubutu kwa jambo gumu la kimungu. Tunaona hawa kwa sababu walitoka kule nyumbani. Sijui wewe umetoka nyumbani umekuja hapa, lengo lako ni nini? Lakini hawa waliombeba yule mtu aliyepoza walitoka kule nyumbani, wamembeba kwenye kitanda, walikuwa na lengo. Hawakuwa wanaenda pale kimazoea, na lengo lao linaonekana pale walipo, au kumaanisha kwao kunaonekana pale walipotoboa dari na kushusha kitanda ili waweze kupokea kile ambacho walikuwa wanakitarajia. Sijui wewe matarajio yako ni nini, lakini tunaona ule uthubutu walioufanya au ndugu kwa jambo gumu ukawaletea matokeo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe.
ukawaletea matokeo. Yule waliyemleta akuponywa tu ugonjwa wake, lakini pia akawa amesamehewa dhambi zake. Na kwa sababu yeye aliguswa akasamehewa dhambi, inawezekana yeye pia akawa na ushuhuda wa kuambia hata wale ambao walikuwa wamemleta. Akawashuhudia kuhusu roho zao kwamba kweli ninyi mmenihurumia mkanileta hapa kwa ajili ya uponyaji wa mwili, na kweli nimepona, lakini kuna kitu kingine nilichokipokea kwa Yesu ambacho na ninyi mnatakiwa mkipokee. Ni kweli mmefanya kitu cha imani ambacho kimenisaidia. Na hapo inaonyesha kwamba kumbe kuna mtu anaweza akasaidiwa pia na imani ya wengine, ikamsaidia kuamini. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Jambo jingine ni utayari wa kulipa gharama, tayari kuchukua mwelekeo wa Mungu ulio sahihi. Unaona, huyu mwanamke Msamaria anasema akauacha mtungi wake akaenda mjini. Wao ulikuwa unafikiri ni kitu rahisi yeye kurudi kule aanze kuwaambia watu aliowachukulia waume zao, aliowadhulumu, ambao walikuwa wanamwinda. Wale wanawake unafikiri waliokuwa anawachukulia waume zao, si walikuwa na kisasi naye? Na ndio maana aliamua kwenda saa sita. Saa sita sio muda ambao wanawake wanaenda kuchota maji. Watu wanachota maji asubuhi na jioni. Yeye akaamua kwenda saa sita ili apishane na wale wabaya wake. Lakini sasa anarudishwa, baada ya kuokolewa na Yesu, anarudishwa kwenye mwelekeo ule ule wa wale watu waliowakosea. Anaambiwa, anaenda kule, anawaambia, anawaita. Ina maana alikuwa tayari kulipa gharama, kwamba lolote liwalo na liwe, lakini mimi nitaenda, nitawaambia. Na alipofanya hivyo, maandiko anasema mwitikio ulikuwa mkubwa kuliko alivyotegemea. Watu wengi kule mjini, katika mji wa Sikari, wakamiminika kwenda kumwona Yesu kule alikokuwa kwenye kisima cha Yakobo. Na hata wale waliombeba yule aliyepoza, na ya wao pia walilipa gharama. Unaona walivyotoboa ile dari. Haleluya. Jambo la mwisho ambalo linafanikisha wokovu, lakini pia linafanikisha uponyaji hata wa kimwili, ni ujazo wa Roho Mtakatifu kwa kipimo cha tele baada ya kufanyika chombo kipya. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Sikilize vizuri, hapo ndio namalizia, na ndio jambo la mwisho hilo la Roho Mtakatifu. Unaona, hata Yesu aliondoka, alipaa mbinguni, lakini aliwaachia jambo la mwisho la Roho Mtakatifu, jambo ambalo ni muhimu sana. Aliwaambia wasitoke Yerusalemu mpaka waingojee ahadi ya Baba, na wakafanya hivyo. Kwenye Matendo ile 2 mstari ule wa kwanza mpaka wa 4, Matendo 2:1-4, tunasoma hivi: hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Kwenye Matendo 9:15, Matendo 9:15 tunasoma hivi: lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamwonyesha yalivyo mengi atakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Sasa hapa haya ni maneno ambayo, kabla ya maneno haya tunaona huyo Anania aliambiwa kwamba
tayari Sauli wa Tarso ambaye alikuwa analiudhi kanisa, alipokuwa anaelekea huko Dameski aliko mwanafunzi wa Yesu Anania, aliambiwa ya kwamba amekutana na Yesu na ameelekezwa kwake kwa Anania. Lakini Anania akawa anaogopa, akasema ninajua huyu mtu jinsi alivyokuwa mbaya, na hata huko anakuja kwa ajili ya kutukamata na kututesa na kutuua. Lakini Yesu anamwambia huyu ni chombo changu kiteule. Huyu ni chombo kiteule, kwa hiyo usihofie. Sasa yani alikuwa amefanyika huyu Sauli wa Tarso akawa amefanyika chombo kipya, chombo ambacho sasa ni cha Mungu, chombo ambacho sasa kitatumika kwa Mungu, chombo ambacho kitampa Mungu utukufu. Na kwa sababu chombo hiki kitampa Mungu utukufu, basi ni lazima kiwezeshwe. Na unaona yale maelekezo ambayo Sauli alikuwa amepewa alipoenda kwa Anania. Ukiendelea kusoma hapo, anasema alipoanza kumwombea, kwa sababu alifunga kwa siku ngapi? Siku 3, hali wala hanywi. Alafu watu wengine wanasema wachanga hawezi kufunga. Lakini unaona Sauli alianza na kufunga, wokovu wake alianza na kufunga ili afanyike chombo kiteule kama vile Mungu ambavyo amemkusudia. Alianza na msingi mzuri wa maombi ya kufunga kavu siku 3, hakuna kula wala kunywa. Akawa tayari kulipa gharama. Na ukisoma kwenye Injili ya Marko sura ile ya 2, haleluya, Marko sura ile ya 2 mstari wa 22 tunasoma hivi: wala hakuna mtu atiaye divai mpya katika viriba vikuukuu, ikiwa atia ile divai mpya itavipasua viriba vile, divai ikamwagika, vile viriba vikaharibika. Bali utia divai mpya katika viriba vipya. Anasema bali utia divai mpya katika viriba vipya. Anasema watu hawatii divai katika viriba vya zamani, kwa sababu ukifanya hivyo vitazidiwa, vitapasuka. Lakini divai ambayo inafananishwa na Roho Mtakatifu, au ujazo wa Roho Mtakatifu, inajazwa kwenye chombo kipya, sio chombo cha zamani. Kama ilivyokuwa kwa Mtume Paulo, akafanyika chombo kipya kinachomfanya Bwana, kinachomfaa Bwana. Na baada ya kufanyika kuwa chombo kipya kinachomfaa Bwana, tunaona chombo kipya kinajazwa, haleluya, kinajazwa Roho Mtakatifu, kinajazwa divai mpya. Ndio maana sehemu nyingine anasema msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho Mtakatifu. Yaani usiathiriwe na ulevi na pombe, lakini uathiriwe na ujazo wa Roho Mtakatifu. Ndicho ambacho kilimwathiri Mtume Paulo. Baada ya zile siku 3 za maombi ya kufunga, alipowekewa mikono na Anania, maandiko yanasema kwenye macho yake, kwa sababu na macho alikuwa kipofu kutokana na ule mwanga aliopigwa wakati amekutana na Yesu kwenye ile njia ya Dameski. Sasa maandiko yanasema baada ya siku zile 3 za maombi, na akakutana na Anania, akawekewa mikono na akaambiwa yampasayo kufanya, akakubali. Alipowekewa mikono, maandiko yanasema kukadondoka vitu kama magamba. Anania alipokuwa anamwombea, anasema upewe kuona tena, akaona tena. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Alifanikiwa kwa sababu aliamua kuwa kiriba kipya.
Yesu alipokuwa anaanza kutoa mfano, anasema, anazungumzia pia kiraka. Anasema, je, watu hutia kiraka kipya kwenye nguo ya zamani? Ikitokea umefanya hivyo, ile nguo itaendelea kutatuka, itaendelea kufumuka tu. Kwa hiyo unakuta watu hawana ujazo wa Roho Mtakatifu, au ufanikiwi kujazwa na ujazo wa Roho Mtakatifu kama ilivyokuwa kwa Sauli wa Tarso, na maisha yake yakabadilika. Na Sauli katika historia yake, tangu siku ile alipookoka, huwezi kuona mahali alirudi nyuma. Kushindwa na maisha ya wokovu, kushindwa na dhambi, hakuna maandiko yanayoonyesha kwamba Mtume Paulo alishindwa na dhambi. Lakini sio tu kushindwa na dhambi, aliweza kuishi maisha ya utakatifu, akawa na tunda la. Tunapata ushindi kwa sababu tu ya upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu ndio ambao unatuwezesha kukabiliana na hali yoyote ile katika ulimwengu huu. Upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu ndio wenye nguvu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu alibariki neno lake, tunaweza kusimama. Ajabu. Maandiko tuliyosoma yanaonyesha tulipokuwa wenye dhambi Mungu alitupenda. Mungu alitupenda tukiwa kwenye dhambi. Hakuna kitu chochote ambacho tulimwonyesha, bali yeye aliamua tu kutupenda. Na huo upendo ndio ambao tunadumu nao hata sasa. Hebu mshukuru Mungu kwa ajili ya upendo wa ajabu, na muombe Mungu kusiwe na kikwazo chochote cha kukutenga wewe na upendo wa Mungu. Mtume Paulo akasema, ni nani atakayenitenga, ni kitu gani kitakachonitenga na upendo wa Mungu? Akakosa, ameorodhesha vitu mbalimbali, lakini anasema hakuna hata kitu kimoja katika vile vitu vilivyoko katika ulimwengu, hata vilivyoko katika ulimwengu mwingine, hata vilivyoko mbinguni, vitakavyoweza kututenga na upendo wa Mungu. Hebu mshukuru Mungu na umwombe Mungu uweze kudumu katika upendo wa Mungu. Ya kimwili, Mungu huyu uliyejimimina kwake atakubariki na kukulinda, atakuangazia nuru ya uso wake na kukufadhili, tena atakugeuzia uso wake na kukupa amani. Tushirikiane pia kusema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Na Mungu atubariki. Haleluya.